Habari tena na karibu. Okay, leo sasa tunaingia deep kidogo kwenye safari yetu ya kiroho. Tumeshafika hatua ya 4. Na hii ni hatua muhimu haswa, ni kuhusu kujenga uhusiano na kile kimya kilicho ndani yetu. Sasa hili ni wazo ambalo, niamini mimi, linaweza kubadilisha kila kitu. Basi twende tukalichunguze pamoja. Hii nukuu inaweka msingi wa kila kitu tutakachoongea leo. Yaani, baada ya kelele kuondoka, ndipo sauti ya kweli husikika. Hebu fikiria maisha yako ya kila siku. Makelele ya mawazo, shughuli zisizoisha, yale mahangaiko ya hapa na pale. Sasa nukuu hii inatuambia nini? Inatuambia kwamba chini ya hayo yote kuna sauti. Sauti yako halisi, imetulia tu, inasubiri. Lakini ili kuisikia, lazima kwanza tukubali kukaa na kimya. Okay, kabla hatujaenda mbali, hebu tupate kumbukumbu ya haraka haraka. Tumetoka wapi? Kwanza, tulijifunza kujitambua, yaani kujiona jinsi tulivyo haswa. Pili, tukajifunza kujikubali vile tulivyo, bila kujihukumu. Halafu, tukajifunza kuachilia yale yote yasiyotusaidia. Unajua, kila hatua imekuwa kama maandalizi kwa ajili ya hii tunayoingia sasa hivi. Na hii ni muhimu sana. Na sasa, tumefika hatua ya 4, kimya. Sasa, hapa ndipo tunajifunza kukaa na kimya. Lakini sikiliza, sio tu kile kitendo cha kuvumilia kimya, hapana. Maana, wengi wetu tunaweza kunyamaza kwa dakika chache. Hapa, tunazungumzia kitu cha ndani zaidi. Tunazungumzia kujenga uhusiano na kimya, kukiamini, na kukiruhusu kiwe rafiki na mwalimu wetu mkuu. Na hili ni jambo la msingi sana kuelewa. Yaani, ni muhimu sana. Kimya tunachokiongelea hapa si utupu, si kwamba hakuna sauti tu. Hapana, badala yake ni uwepo. Uwepo ulio hai, unaong'aa, umejaa uhai. Hebu jiulize, umewahi kufikiria kimya kwa namna hii? Kama sehemu hai, ambapo ufahamu wako halisi unaweza kuzaliwa? Okay, basi hebu tuchimbe zaidi kidogo. Hiki kimya cha ndani ni nini hasa? Kwa sababu, unajua, watu wengi wana mawazo tofauti sana kuhusu hili, mengine si sahihi. Kwa hiyo, hebu tuweke mambo wazi. Sawa, kimya cha ndani sio hali ya kwamba huna mawazo au hisia. Hilo haliwezekani, si ndio? Badala yake ni hali ambapo mawazo na hisia bado vipo, vinakuja na kuondoka, lakini havikuendeshi tena, havitawali maisha yako. Wewe unakuwa kama mtazamaji, shahidi mtulivu, anayeangalia yote hayo yakipita bila kushikamana nayo. Tazama huu ulinganisho hapa. Ni muhimu sana. Ni rahisi sana kufikiri kimya cha ndani ni kama umelala au umejizuia kuhisi, umekufa ganzi. Lakini ni kinyume kabisa. Ni hali ya kuwa macho kabisa. Unakuwa shahidi mtulivu wa kila kitu kinachopita. Na hapa, katika nafasi hii ya ushahidi, hapa ndipo ufahamu halisi unaanza kuchipua. Unajua, unaanza kuona ulimwengu jinsi ulivyo haswa, sio jinsi ego yako inavyotaka uone. Sasa, swali linakuja, kama hiki kimya ni kizuri hivi, mbona wengi wetu tunakiogopa? Kwa nini tunakikiwepa kila wakati? Hili ni swali la msingi sana, na linagusa kiini cha tatizo letu. Hebu jiulize kwa uaminifu kabisa, mara ya mwisho umeendesha gari bila kuwasha redio ilikuwa lini? Au umesimama kwenye foleni bila kutoa simu yako? Unajua, sisi tunajaza kila sekunde na kelele, muziki, podikasti, mitandao ya kijamii, chochote kile. Swali ni, tunakimbia nini hasa? Sasa, hizi hapa ni baadhi ya sababu. Kwanza kabisa, kimya hakikupi majibu ya haraka, kinahitaji uvumilivu. Pili, hakibembelezi ego, yaani hakikuambii wewe ni aje mjanja. Na tatu, na hii labda ndio sababu kubwa kuliko zote, kimya hakifichi ukweli. Kinafichua zile hisia na mawazo ambayo tumekuwa tukiyakwepa kwa muda mrefu. Na ndio maana unajua, tunakimbilia kelele, simu, muziki, drama za watu, chochote kile kitakachotuzuia tusikutane na sisi wenyewe. Sawa, tumeshaongea nadharia ya kutosha. Sasa, hebu tuingie kwenye vitendo. Hili ni zoezi rahisi sana, dakika 10 tu, lakini linaweza kubadilisha kila kitu. Yaani, ni msingi wa hatua hii yote. Okay,
Hivi ndivyo unavyofanya kila siku. Tafuta mahali pa utulivu, kaa au lala. Anza kwa upole kuangalia pumzi yako. Sasa mawazo yatakuja, hilo halina ubishi. Usipigane nayo, usiyakimbilie, yaone tu kama mawingu yanayopita. Halafu kwa upole kabisa rudisha umakini wako kwenye pumzi. Baada ya muda, acha hata kuizingatia pumzi. Kaa tu, na hili ndilo jambo la msingi. Acha kutafuta, acha kujaribu kufanya kitu. Kimya hakitafutwi, unajua, kinajitokeza chenyewe tu pale unapopumzika. Sasa hapa tunaingia kwenye kiini cha hatua hii yote. Kuna siri moja kuu, mabadiliko ya mtazamo, ambayo ukiyaelewa, zoezi hili lote linakuwa rahisi na lina maana zaidi. Sawa, siri yenyewe, ufunguo unaofungua kila kitu, ni huu hapa. Usijaribu kuingia kwenye kimya, badala yake tambua kwamba wewe tayari upo ndani yake. Hapa ndipo mchezo mzima unabadilika. Yaani sisi huwa tunafikiri kimya ni kitu tunachotakiwa kukitafuta, kukifikia. Ukweli ni kwamba kimya ndiyo asili yetu. Kazi yetu sio kukitengeneza, ni kuacha tu zile kelele zinazokifunika. Na huu mfano unaelezea hili vizuri ya ajabu. Fikiria hivi, mawazo yako ni kama mawimbi pale juu kwenye bahari. Yanakuja na kuondoka, mengine makubwa, mengine madogo, lakini wewe sio mawimbi. Wewe ni bahari yenyewe, lile kina kirefu, tulivu ambalo halibadiliki. Mawimbi yanapita tu juu yako, lakini hayabadilishi wewe ni nani. Okay, sasa hili ni jambo muhimu sana. Unajua, sisi binadamu tunapofanya kitu, tunataka kuona matokeo, na matokeo ya haraka na ya kuvutia, si ndio? Lakini katika safari hii ni rahisi sana kudanganywa na dalili za uongo. Sasa swali ni, tunapimaje maendeleo yetu ya kweli? Angalia hapa kwenye hii jedwali. Upande mmoja tuna dalili za uongo. Unajua, ni rahisi sana kufikiria unaendelea vizuri kwa sababu unaona maono, unapata hisia kali au unatafuta nguvu za ajabu. Lakini hizo ni za ego tu. Dalili za kweli ziko upande mwingine. Ni za kawaida sana, lakini zina nguvu. Unaanza kujibu mambo polepole, sio kwa hasira na pupa. Amani yako ya ndani inaongezeka taratibu. Na huruma kwa wengine na kwako mwenyewe inakuwa yenyewe bila kulazimisha. Haya ndiyo matunda halisi. Na hili sasa linatuleta kwenye lengo kuu la yote haya. Sio tu ishu ya kukaa kimya kwa dakika 10. Hapana, ni kuhusu kuanza kuishi maisha yako yote ukitokea kwenye huo utulivu wa ndani. Unapoimarisha huo uhusiano na kimya, utaanza kuona mabadiliko. Yale maamuzi magumu yanakuja na uwazi tu, bila kuhangaika. Unaanza kujua lini ni wakati wa kuongea na lini ni busara kunyamaza. Unaanza kugundua kwamba huhitaji sana pongezi au uthibitisho kutoka kwa watu wengine ili ujisikie vizuri. Hii sasa ndiyo busara ya ndani ikifanya kazi. Na hii nukuu ya mwisho inafunga kila kitu vizuri sana. Kimya hakikuachi tupu, kinakurudisha nyumbani. Hofu yetu kubwa ni kwamba kimya kitatuacha wenyewe watupu, lakini ukweli ni kinyume chake kabisa. Kimya hakichukui chochote kutoka kwako. Kinakurudisha kwenye asili yako, kwenye nyumba yako ya kweli ambayo imekuwa ndani yako muda wote. Kwa hiyo, hapa ndipo safari yote inabadilika. Unaacha kwenda huku na kule kutafuta amani, kutafuta furaha, kutafuta majibu. Unagundua kuwa vyote vipo tayari hapa ndani yako. Unaacha kutafuta na unaanza kuishi kutoka ndani. Hebu tafakari juu ya hilo.